Wanyamapori KWS kuhusu ulanguzi wa pembe za ndovu imeanza kusikizwa katika mahakama ya Naivasha. Maafisa hao walinaswa wakiwa na jumla ya kilo 29 za pembe za ndovu, tukio lililotokea Juni mwaka jana 2024. Willy Dennis Njiru anatufafanulia zaidi kuhusiana na kesi hii. Mbele ya hakimu Abdulkadir Ramadhan katika mahakama ya Naivasha, maafisa wa zamani wa KWS Dismas Mongare Omari na Dennis Atuke Okindo walifikishwa kwa tuhuma za kuhusika katika ulanguzi wa kilo 29 za pembe za ndovu. Inadaiwa kuwa tarehe 30 Juni mwaka jana saa 3 asubuhi katika eneo la Mai Mahiu, maafisa hao walinaswa wakihusika katika ulanguzi wa vipande 20 vya pembe za ndovu zenye thamani ya shilingi milioni 2.9 vilivyokuwa vimefichwa ndani ya mabegi ya shule bila kibali halali. We hope that you have cleared. I know that you have said you will before the High Court. I hope you would have cleared. Ushahidi wa pembe hizo uliwasilishwa mahakamani, ukiwemo data ya mawasiliano ya simu kati ya maafisa hao na wahusika wengine. This was around 17:55 hours. For 128 seconds. Your Honor, there was also another call, an outgoing call, lasting for 128 seconds. Kesi hiyo imeahirishwa hadi tarehe 25 mwezi huu ili upande wa utetezi wa maafisa hao uweze kupokea taarifa kamili kutoka kwa kampuni ya mawasiliano ya simu. Whatever data has been extracted is extracted from, it's not changing. Will now be supplied to both counsel for the first accused and the second accused, and if they can be ready, as has been premised by the second accused, to proceed instantly, then we can proceed. Else, the matter stands adjourned to the nearest available date in this case. Okay. So now Willy Dennis Njiru, TV 47, Naivasha.